Sawa. Brother, habari yako? Salama, habari za saizi. Safi, unaitwa nani? Mimi naitwa Mr. Mohamed. Wewe kwenye huu uwanja wana nipo pale nanyoshia vidole, umemwona yule? Mimi kama msimamizi au manager wa uwanja huu. Utaratibu wa uwanja huu upoje? Utaratibu wa uwanja huu kwa ajili ya nini sasa? Kwa ajili ya mazoezi. Maana tumeambia sasa hivi kuna mazoezi yanaendelea. Ni kweli? Mazoezi, watu wanafanya mazoezi. Hapa kuna watu ambao mbalimbali wanakuja wanatumia viwanja hivi. Kwa utaratibu wa kutuandikia barua. Baada ya kutuandikia barua tunaangalia maombi yao, siku gani ambao wanaweza kaja, tunawapangia siku za kucheza. Lakini vimejengwa kwa ajili ya mashindano ambayo yako mbele. Hivi vimejengwa kwa watu wote. Kwa mashindano, kwa watu wa mazoezi, kwa shule, kwa wanafunzi. Kwa hii imejengwa kwa ajili ya Watanzania wote wafaidike na keki hii. Sawa sawa. Kwa hiyo ukiwa una timu yako unataka kuja kukipiga hapa, unatoa taarifa mapema, unaandika barua, unapewa uwanja ya maombi. Unaandika barua ya maombi ya kuomba siku fulani nataka nitumie uwanja, basi gharama unachangia tu kiasi kwa sababu ya miundombinu, kwa sababu uwanja una maintenance, una mataa, una umeme, una maji, unafanya kazi. Kwa hiyo kwa gharama inategemea na kila mtu ambavyo anapokuja tunasikiliza, kwa sababu kila mtu ana uwezo wake. Mwingine anaweza kaomba tukamsaidia kwa kiwango ambacho yeye anaweza kulipa. Kwa hiyo hatuna fixed price kwamba hapa tunakodisha kwa kiasi kadhaa, hapana. Hii ni taasisi yetu inaitwa Speed and Sports, kukuza vipaji, na tuna viwanja vingi. Ukiondoa hiki, tuna viwanja viko vingi. Tuna viwanja almost kama vitatu kwa Dar es Salaam hii, na tunategemea kuendelea kujenga viwanja Mwanza, Dodoma na mikoa mingine, Geita. Ndo tunakuwa taratibu, lakini tunapenda kuimarisha michezo. Sawa. Bwana, nakushukuru sana, lakini viko chini ya serikali, si ndio? Hii eneo liko chini ya serikali, lakini viwanja viko kwa ajili kwa mtu binafsi, vipo kwa mkataba wa TAMISEMI. Okay. Kwa maelekezo ya TAMISEMI. Kwa hiyo eneo ni la serikali, sio la kwetu.